Katika kliniki 3 za MAT nilizozitaja kufikia Disemba 2025 tuliweza kuwahudumia wapokea huduma takribani 2700 waliokuwa na tatizo la utegemezi wa dawa za kulevya aina ya afyuni, yani opioid use disorders. Kati ya hao waraibu 412, yani 15%, walifanikiwa kukamilisha matibabu yao na hivi sasa wameungana tena na familia zao na jamii na kurejea katika shughuli za kulijenga taifa letu. Tuna namba pia ya watu ambao wana changamoto hiyo na ambao walikuwa wanalazimika kwenda katika mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kupata huduma hii. Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Shinyanga iko tayari kwa ajili ya kuwahudumia watu hawa wenye changamoto ya uraibu wa madawa. Kliniki hii inayokabidhiwa leo inakuwa ni kliniki ya 22 ya MAT hapa nchini. Serikali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan umepokea MAT kliniki zote zilizoko nchini Tanzania ambazo zilikuwa zinafadhiliwa na mashirika mbalimbali ikiwemo THPS. Baada ya ufadhili huo kusitishwa, na serikali inazihudumia vituo hivyo ili kuhakikisha kwamba wale wote waraibu wanaopata dawa nchini wanaendelea kupata dawa hizo, wanaendelea kupata huduma hiyo bure. Ndani ya miaka 5 nilivuta kwa kuvuta kawaida, ndipo hapo nilipoona kwamba dozi hainifai, ndio nilipoamua kujiingiza kwenye kujichoma sindano. Ndio hapo nilipoanza kuharibu moja ya vitu ambavyo nilivyokuwa nategemea kama vile kazi yangu nzuri nilipoteza mke na watoto.